Ndugu washiriki, kwa siku zote tatu ambazo tumekaa hapa, tumeshuhudia majadiliano ya kina na yenye kujenga ambayo yanahusu maeneo yote muhimu ya maendeleo ya sekta ya elimu. Tunafahamu, tumepokea taarifa mbalimbali, wote tumezisoma, discussants wamezifanyia uchambuzi, tumezifanyia majadiliano. Kwa kweli huu ulikuwa ni uchambuzi na majadiliano ya kina katika maeneo makubwa matatu. Tumejadiliana juu ya fursa za kielimu, tumejadiliana juu ya masuala ya ubora na relevance ya elimu, lakini vile vile tumejadiliana masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Ukiangalia mjadala wetu wote ulikuwa unagusa katika maeneo hayo makubwa. Tunawashukuru sana, na wote tumeshuhudia mabadiliko makubwa katika maeneo mbalimbali kama ambavyo tumeyajadili katika kikao hiki. Na ukweli ni kwamba tusingeweza kufurahia mafanikio tuliyoyajadili kwenye kikao hiki kama sio kuwa na ushirikiano mzuri baina ya sisi wadau wote. Kwa kweli naamini kila mtu anafurahia tulichokisikia. Mwenyekiti mwenza John amesema tulikoanza miaka miwili ilipopita hatukuwa hapa tulipo, lakini sasa tumeshatambua kwa pamoja hatua kubwa ambayo sote kwa pamoja tumeweza kuipiga, na hata hivyo sasa kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu. Kwa kweli tunachokiona sio mchango wa mdau mmoja peke yake, ni mchango wa sisi sote, na nyinyi mlioko hapa mnawakilisha wadau hao wote. Naomba tujipigie makofi. Napenda nirejee kile ambacho kamishna wa elimu huwa anakiongelea kila wakati, kwamba hakuna elimu bila mwalimu. Hakuna elimu bila mwalimu. Hata tutakapoongelea matumizi ya tehama kwenye elimu, lakini bado mwalimu atabaki kuwa na nafasi ya mwalimu. Kwa hiyo kipekee napenda kuwashukuru sana walimu wote nchini katika ngazi mbalimbali kwa kazi nzuri wanazozifanya. Walimu jamani, pokeeni maua yenu. Ninyi ndio mnaofanya sekta hii iweze kung'ara na hata kujenga nguvu kazi ya Watanzania ambao wanatakiwa kwa ajili ya soko la ajira ya sasa, lakini pia kwa ajili ya ajira za huko baadaye. Naomba niwahakikishie walimu wote, you being the central of our learning process, kuwa serikali iko pamoja na nyinyi na tutasonga mbele kuhakikisha kuwa tunahakikisha mahitaji na maslahi ya walimu yanazingatiwa, ili kweli waweze kuboresha namna wanavyofundisha na hatimaye nchi ikapate Watanzania wenye weledi mkubwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana walimu, na pokeeni assurance kutoka kwenye serikali yetu. Pamoja na mafanikio mengi mazuri tuliyoyapata, pia tumejadili kwa pamoja changamoto mbalimbali ambazo tutahitaji kuzifanyia kazi, na baadhi DPS Mwambene amezitaja, lakini nyingine tunazifahamu katika maeneo tunayoyasimamia ni masuala ambayo yatahitaji tuendelee kuyaboresha. Labda nikitaja kwa uchache, tutahitaji pia kuongeza idadi ya walimu hasa katika masomo ya biashara, sayansi na ya ufundi. Tutahitaji pia kuimarisha vifaa vya mafunzo ya amali katika ngazi zote. Swala la upatikanaji wa chakula shuleni kuwa ni mpango endelevu ni swala ambalo tutahitaji kulifanyia kazi kwa umakini kabisa. Upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya masuala ya elimu, lakini pia utafiti na ubunifu
kwa kweli kwa pamoja tunahitaji kuendelea kuwafanyia kazi, na sasa kuangalia namna tutakavyoweza kugema rasilimali kutoka ndani, from within ourselves. Kwa hiyo ni swala ambalo tunahitaji kuliangalia kwa ukaribu. Tunahitaji kumataifisha elimu yetu, sio tu ngazi ya elimu ya juu, na pia ngazi ya kati, na hata kama ikiwezekana katika elimu ya msingi. Tutahitaji kuimarisha matumizi ya TEHAMA. Tumeshaanza na kwa kweli tumepiga hatua kubwa. Tutahitaji kuongeza matumizi ya TEHAMA katika kufundisha na kujifunzia. Vile vile tutahitaji kuimarisha mifumo na miundo ya elimu bila ukomo. Ni swala ambalo ni la kidunia, kwa hiyo ni muhimu kama wadau, tumeiona kama ni changamoto, lakini tujiwekee mikakati mbalimbali ya kuimarisha eneo hilo. Na mwisho lakini sio kwa umuhimu, kuimarisha ushirikiano wa taasisi zetu za elimu, lakini pia na viwanda ambavyo kwa kweli ndio wanachukua wanaohitimu kutoka kwenye taasisi zetu. Hayo nimeyataja kwa uchache, lakini mengi pia tumeendelea kuyafanyia kazi, na naamini pia katika mapendekezo yaliyotajwa yataenda kuimarisha maeneo hayo. Ndugu washiriki, kupitia majadiliano haya ambayo tumeyafanya hapa, napenda niwahakikishie kabisa serikali tumejipanga kuendelea kuratibu na kuhakikisha kwamba mapendekezo yote ambayo yametolewa katika mkutano huu na kama ambavyo yameainishwa katika mpango wa utekelezaji wa sera na mpango wa maendeleo wa sekta ya elimu yanasimamiwa kwa ufanisi. Na maeneo hayo ni kama vile ambavyo nimeyataja awali. Kwanza, kupanua upatikanaji wa elimu jumuishi na yenye usawa, lakini vile vile kuboresha ubora wa ujifunzaji na ufundishaji, vile vile kukuza sayansi, teknolojia na ubunifu, na vile vile ujuzi wa amali, na hatimaye kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, ufuatiliaji na matumizi ya takwimu katika kupanga na kuendeleza elimu nchini. Serikali itahakikisha wadau wote wanaratibiwa ipasavyo, na tunajua tuna miundo yetu ya uratibu. Tutaimarisha miundo ya uratibu iliyopo ili kuhakikisha kwamba wadau wote wanachangia katika kutekeleza yale ambayo tumeainisha katika ESDP yetu. Ndugu washiriki, napenda nitoe pongezi za dhati kwenu nyie washiriki wote wa mkutano huu na kwa kuwa na mijadala yenye tija, michango ya kitaalamu, lakini pia ambayo imepelekea katika mapendekezo ya kimkakati. Ninawashukuru Secretariat kwa ujumla wake kwa uratibu mzuri wa mkutano huu, na ninawapongeza wote kwa kusimamia na kuhakikisha kwamba wadau mnaowawakilisha wameweza kutoa mawazo na mmeweza nyinyi washiriki kuyafikisha katika mkutano huu. Vile vile ninawashukuru sana wadau wa maendeleo, TENMET pamoja na mashirika mengine yote kama TAMONGOSCO, mashirika ya kidini na sekta binafsi kwa mchango wao mkubwa katika sekta ya elimu, na hivyo tumeweza kupata mafanikio hayo makubwa. Mafanikio tunayoyasherekea yana mchango mkubwa pia wa hao wadau wa maendeleo na asasi za kiraia kama ambavyo nimetaja. Mabibi na mabwana, mkutano huu umetupa dira mpya na hamasa ya pamoja ya kuboresha elimu kwa maendeleo endelevu. Ni wajibu wetu sasa kuhakikisha kuwa tunatekeleza kwa vitendo maazimio yote yaliyotolewa katika siku hizi tatu. Mmeweza kuona ni maazimio mengi, na tuliomba Secretariat warudi wakayaboreshe maazimio hayo, na itakavyowezekana waweze kupanga maazimio hayo kwa yale ambayo yataweza kutekelezeka ndani ya muda mfupi, ndani ya muda mrefu, na yale ambayo yanaweza kutekelezeka ndani ya muda wa kati.
na tunafahamu tunafanya haya yote kwa sababu tunakuwa informed na ESDP na mpango wake wa utekelezaji. Kwa hiyo ni wasihi Secretariat waende wakapolish maazimio hayo, na naamini washiriki wote wa mkutano huu watatumiwa maazimio hayo yakiwa yameshawekwa katika namna ambavyo nimeelekeza. Kabla sijafunga mkutano huu rasmi, natambua sisi wote ni Watanzania, ni wazalendo, na tunajua tarehe 29 ni jambo gani muhimu kubwa linaenda kutokea katika nchi yetu. Ninawaomba kama wadau wa elimu tushiriki kwa ukamilifu katika zoezi la uchaguzi mkuu. Sipigi kampeni, lakini sisi kama tu Watanzania wazalendo tuna wajibu wa kushiriki katika uchaguzi mkuu. Baada ya kusema hayo machache, naomba kwa heshima na taadhima nitamke rasmi kwamba mkutano wa pamoja wa mapitio ya sekta ya elimu kwa mwaka wa fedha 2024-2025 wenye mada isemayo Transforming Education for Sustainable Development umefungwa rasmi. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.